Huu sio ushahidi, hao walipata taarifa. Kuna tofauti kati ya information na evidence. Hii sio evidence. Sisi tuna sheria hapa Tanzania, sheria ya ushahidi ambayo ni sura ya 6 ya sheria za Tanzania, the Evidence Act. Inaeleza mambo haya, namna gani ushahidi unapaswa kutolewa, namna gani ushahidi unapaswa kutumika katika kufikia hitimisho kwenye shauri ambalo liko mahakamani. Sasa hii tume ya uchunguzi ilikuwa sio mahakama, na kama ilikuwa sio mahakama, ilikuwa haina uwezo wa kupokea ushahidi. Ilichokipokea ni taarifa. Naomba tuelewane hapo. Tume ya uchunguzi ilikuwa sio tume ya kimahakama, na kama ilikuwa sio tume ya kimahakama, ilikuwa haiwezi kupokea ushahidi, kwa sababu huwezi kupokea ushahidi kwa jambo ambalo sio kesi. Ushahidi unapokelewa mahakamani kuthibitisha au kupinga madai yaliyoko mahakamani yanayobishaniwa na pande mbili tofauti. Ndio tunapokea ushahidi sasa. Huyu anasema hiki na huyu anasema hiki. Hii ilikuwa ni tume ya uchunguzi. Kwa hiyo tume ya uchunguzi huwa inakuja na taarifa. Inapokea taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Sasa taarifa inaweza ikawa ni ya uongo au inaweza ikawa ni ya ukweli. Lakini hapa tunataka kuaminishwa kwamba taarifa ambayo tume ilikuwa ikipokea, ambao eti ni ushahidi, ni ukweli. Tume wakati inaanza kazi yake, tume ilianza kufanya kazi kwa kurusha mubashara proceedings zake. Ilikuwa inarusha shughuli zake mubashara, live. Watu wanaenda pale, wanatoa taarifa zao, sio ushahidi, taarifa, kwa sababu wale watu walikuwa hawaujiwi kidodoso, kwa maana ya kufanywa cross examination. Kwa hiyo walikuwa wanapeleka taarifa za upande mmoja. Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwari akiwa mzima. Taarifa hiyo bibi huwa hivi amna, licha ya kwamba watu waliona mubashara kwamba bibi anatoa taarifa yake mbele ya tume, akiamini yale anayoyatoa kwenye tume yatakuwa ni sehemu ya ripoti ya tume. Kwenye hotuba yake Jaji Chande hajaongelea kabisa hiyo taarifa. Na hao watu wa mochwari waliompeleka huyo bibi wa watu kule mochwari bado wapo kazini. Kuna mama anaonekana, anajulikana anapokaa, alisema mume wake alitoka nje kuangalia tu kinachoendelea huko ndani, alipigwa risasi mume wake. Taarifa ya huyo mama hapa hamna. Sasa sitaki kusema ripoti ni ya uongo au hotuba, of course, kwa sababu ripoti hatuna. Lakini ndio tumepewa hiyo hotuba tuichambue. Ripoti hatuwezi kuichambua kwa sababu sio mali yetu. Ni mali ya rais. Tume ni ya rais na ripoti ni ya rais. Na wala hatuwezi kujua kilichoandikwa kwenye ripoti. Sisi tulichonacho ni hotuba ambayo ilisomwa hadharani. Kwa ndio tunayo hapa tumeprint. Mnielewa bana?